Umeona sasa mahali hii kitu inahitajika. Now let me surprise you. In the process of the ministry of Jesus, he was paying tax. Siku moja akatuma kijana mmoja barabara akasema, kimbia pale mtoni. The first fish you catch, pasua hapo ndani kuna pesa. Ulete tulipe kodi. How we read that? Ni pesa sivyo? Yes. Now as we finish, kama hujanielewa nitakufukuza. Unielewe vizuri sawa sawa. The last time wakati Yesu alikufa akasulubishwa msalabani, he needed a rich man. Ndipo aziko. Wewe mwaona mtu maskini amejichimbia kaburi. Mwaona mali? There was one man. Somebody Arimathea, Yusufu Arimathea. Huyo ndiye alikuwa tajiri mmoja aliyekuwa amejichimbia kaburi akisema ile siku nitapumzika mniweke hapa. So tajiri akasema leta huyo mtu mweke hapa. It was a rich man that provided the tomb for the burial of Jesus. That's right. Now you see all along the way, right from birth to death, money is needed. Huyu ni Yesu, the Son of God, born of the Spirit, just through a woman. Alikuwa na uwezo wa kuishi bila pesa. Aishi supernaturally. But those supernatural, but still, geukia jirani yako mfanyie hivi. From birth all the way to death, yani kuingia duniani na kuishi na kuondoka, hiyo yote inahitaji nini? Sasa umenielewa? Usiseme pastor ameanza pesa. Pesa inahitajika. Hello? Hello? Wealth creation part 3. If you want to change, if you want a change in your life, in your financial situation today, if you want a change in your financial situation today, then you must align your thinking about wealth with God's thinking, so that you operate easily within the system of God. Iwapo unataka mabadiliko katika maisha yako ya kifedha, basi lazima ukaweze kubadilisha mawazo yako yakaanze kufikiria kama jinsi Mungu anavyofikiria kuhusu mali na utajiri. Hapo basi unaanza kuoperate katika njia za Bwana concerning huo utajiri. Bwana Yesu asifiwe. I have a question. How many of you have businesses? That is, since last time I spoke to you about business, wangapi wametoka hapa wakaenda wakaanzisha biashara? Inua tu mkono. Usiogope. Kama after nimeongea the other Sunday about business, umetoka tu hapa na ukaenda ukafungua biashara. Haijalishi kama ni kibanda, haijalishi kama ni kuuza airtime, haijalishi kama ni njugu ama uji, ulianzisha biashara, inua mkono juu. Inua juu kama unajua unainua. So ni wawili tu. Wengine bado wanasema Mungu atanipata hapa mahali niko. Natangaza leo, napea Mungu report akupite hapa mahali umekaa. Go and begin investing. Tabia ya kukula tu mshahara ukimaliza. Watu Mungu hapo mnakulanga tu mshahara ukimaliza. Go and do what? Go and do what? Go and do what? I see investing in the name of Jesus. Amen. Number 1 about this part 3 of wealth creation. If you want to create wealth in this life, then solve people's problems. Solve people's problems. I will explain to you how. Suluhisha shida za watu. In other words, go and work. People are not paid for doing activities. People are paid for solving other people's problems. Ikiwa tap ya maji imepasuka, unaita plumber unamwambia njoo. Anakuja, anaziba hiyo maji, anafunga na unamlipa. Hata kama hata fungua hiyo pipe vizuri ilete maji kwa tap, akiamua kufunga tu azuie maji siingie kwa nyumba, uanze kuchukua mtungi kienda mtoni, you will pay that man for stopping water from flowing into your house. So when you solve people's problems, they pay you. So we are not paid for just staying there and watching or for running activities. Watu wanalipwa kwa sababu wamesuluhisha shida na tatizo ambalo mtu yuko nalo. Ukipata mtu kwa barabara
Na uko na pikipiki unambeba from point A to point B. Umesuluhisha shida aliyokuwa nayo kutembea. You are being paid. Am I talking to someone? So find something in life and solve people's problems. The richest people on the face of the earth are solving people's problems. Kuna watu walikataa kufikiria. Mtu akaamua atengeneze computer, aweke pale, aweke Google, so that the computer can think on their behalf. And it's paid. The man is living well. He's just enjoying life. Kwanza, the best thing you can do in life is when you think for people. Just think for them. Ndio maana kuna watu wanaitwa consultants. Unakuja unamuongelesha, nasema matatizo yako. Na anachukua suluhisho kutoka kwa maneno uliyomwambia na anakurudishia na unamlipa. Have you ever taken time and thought about it? And because they think on your behalf, you pay them well for thinking on your behalf. So find something to do and solve people's problems. Let's look at 2 Thessalonians 3 verse number 10. Wathesalonike wa pili mlango ni wa 3 mstari mdogo wa 10. I'm reading from the NIV translation. For even when we were with you, we gave you this rule. The one who is unwilling to work shall not eat. Yeye yule ambaye hataki kufanya kazi na hata kula. Where will you eat from if you are not working? If you are not engaging yourself in solving people's problems, how shall you eat? Paul says, and let anyone that is not willing to work not even receive food. And I'm here to tell you this. Don't allow your children to always sit down and be watching movie while you are busy working. Teach them how to work. That way, they will find something to put on the table for themselves and even for the family at large. You find a man, amemaliza form 4, anakaa kwa nyumba na watch movie, and you as a mother, ulumu anakaa male school hava ulu, holikeni rengi mapema lukali. Sleep until 9. Then akiamuka anakaa kwa TV ana watch movie. You are teaching that young man to be lazy. Amuke asubuhi hata kama hakuna kazi, aokote matawi kwa boma. Si mtu asemeko tu amen. Amen. Afanye nini? Hata kama hapo mle inga na ndini. When schools close, hata kama ni university, akirudi nyumbani, mwambie kazi, kuna kulala hapa. So that he learns how to work. Akuwe busy, akuwe na shughuli za kufanya. Pana kuachia watu kwa nyumba ati anakuanga na series yake ya movie. Ndio wana watch horror movies, ndio wakitoka hapo wanaanza kuwakata wenyewe. Kata wewe mzazi, kata wewe mwenyewe, kwa sababu wewe ndio umepatia nafasi. I watch horror movies. Ukimpatia kazi saa ngapi atawatch horror movie? Owori acha vera munya azuri akaro kaka bireke bara kunde bena haungula. He will not bother you and disturb you in any way. Glory be to God. Amen. So teach your children how to work. Hapana sasa shule imefunga atuwakae tu nyumbani wana watch movie wanazunguka tu hapa kule. Baraka kwa cheke mechi ni vichiko. So that they can be busy. Jaza vikombe na vijiko na masahani na masufuria. Maji jae kila mahali. They should not be idle. Hello? Akiwa idle unamuita, unamtuma kwa soko. Unamwambia enda niletea hata 200 na unajua hiyo soko ya kwenu hakuna hata ya 100. Anatembea anaenda kwa soko anarudi masaa imesonga. You're teaching your child how to be responsible. Teach them how to work. That way you will enjoy life. Glory be to God. Amen. Recently, somebody was deceiving one young man who is a preacher. Anamwambia, wewe, the young man, that's bodaboda, anaendesha bodaboda. So he was telling him, wewe na hii injili yote, uko na grace kubwa sana ufai kuendesha bodaboda. Hiyo grace uko nayo imezidi bodaboda. Uliza jirani yako, nifanye nini sasa? The grace upon your life is bigger than bodaboda. Well and good. Enda kaa chini, uweke grace kwa dish na ukule hiyo grace. Because by doing bodaboda, he's earning a living. Then somebody tells you at wewe na hii injili uko nayo na hii neema uko nayo, you are above bodaboda. Unafaa ukae comfortably ukiendesha gari kubwa. Geukia jirani yako mwambie jifunze kujiadvise. Now when he stopped doing it, he lacked food for the family.
You're watching. And one thing I love about women is this. Hawezi lala njaa akakusalimia asubuhi. Pigia mama makofi. Mama makofi. Hawezi lala njaa asubuhi akakusalimia. Niulize. Kama unashuku niulize polepole. Bibi hawezi lala njaa, hawezi lala njaa asubuhi afanye nini? Abo bema. There will be no way. When she's full, and children will be there. They don't know whether you got it or not. How can you daddy? If you don't learn how to soil your hands, poverty is coming. And poverty is knocking. And it comes like a vagabond disease. And it eats up everything around you. Poverty is a robber. I hate it with passion. Sijawahi penda hiyo kitu. Nakwambia tulikulanga ugali imelala na uji imelala. Huyo bupare na buzima. Uko ni uhakas. But I thank God for my mother. Hey, she went to school. Abera harabu zima uhakas ko pale biti na rakama fakas fena rama chunde. Na ra ono buzima ule kuita kwa mamafa. No yeza buzima ngo yeke. And we comforted ourselves, thinking, Basi still, which is not good life. I'm here to pray for someone that God will give you grace to make wealth in the name of Jesus. I don't want my children to eat buhakasu. If your father suffered, you should not suffer like him. You should enjoy this life. I'm here to tell you, life should be enjoyed. Now to enjoy maisha katika jina la Yesu. Under this grace, you will enjoy life in the name of Jesus. So learn how to soil your hands, because if you don't soil your hands, there is no way you can escape poverty. There is no way you can escape poverty. Find something to do and work upon it. Work was God's idea, which means it was a good idea. God says in Deuteronomy 28, verse number 12. The Lord will open the heavens. Deuteronomy 28, verse number 12. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty. That is, he has a storehouse that has more than enough, to send rain on your land in season, to bless all the work of your hands. You will lend to nations, to many nations, not just one nation, but you will lend to many nations, but will borrow from none. I declare and decree, you shall not borrow in the name of Jesus. Amen. I say you shall not borrow in the name of Jesus. Amen. You shall lend to nations in Jesus' mighty name. Amen. So God expects you to work. That is why he says, and he will release his blessing upon the work of your hands. So there must be something in your hands that you're doing for God to bring a blessing upon it. The same Bible says, and he shall, whatever your hands shall find to do, is blessed of the Lord. It shall be blessed of the Lord. Now, as you find anything that you find to do, God has put a blessing upon the work of your hands. Kuna kitu Mungu ameweka katika kazi ya mikono yako. If your hands are doing nothing, there is no blessing. Because he does not bless your hands. He blesses the work of your hands. So whatever you find to do, God will release a blessing upon it. So usiwe na shaka, hata kama ni kuuza uji, uza. Ambia Mungu, the mountain is against you, the builder and the creator of the same mountain. Because when you ulisema utabariki kazi ya mikono yangu, mimi nauza uji. Mimi siuzi magari, nauza. Na hii uji ndio nyumba yangu iko ndani. My blessing is here. So as I do this, Lord, release your blessing upon this work of my hands in the mighty name of Jesus Christ. As you continue to do this, make sure that you are loyal and faithful. This goes to those who are employed.
Because kazi mingi ni kazi zile ambazo tumeandikwa. Mara mingi watu tuko hapa tumeandikwa kazi. But besides that, I want to encourage you to begin your own business, your own job, your own means of income. Create something. Have new ideas every day. Kama hauna idea, kuja unione nikupe idea. Kuna mtu naongelesha? Nimesema nini? Njoo unione. Consultation ni free. Sikulipishi. Na nitakuadvise vizuri. Uende ufanye kitu ambacho kitakuletea faida katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. If you're working for anyone, please be loyal and faithful to that person. If you're working for someone, be loyal and faithful to that person. I have a number of things here I've written down. If you're working for a school, focus your efforts on the success of that school. When you're working for a school, make sure that you focus on the success of that school. Another thing, if you're working at a restaurant, be dedicated to the excellence and being a positive face of the establishment of that restaurant. Because in the success of that restaurant lies your salary. Last week I went out. I took my wife out and my two sons. Went to tukae tu mahali, tukunywe soda, alafu turudi nyumbani. Then when we sat down, tukaambiwa ya kwamba hapa you place an order, then you wait for 45 minutes kabla chakula hiji. So we placed an order and we sat down. Yani rich people have time, you see. Kingiaka tu kwa kibanda ati choma mandazi. Within no minute, mandazi imefika na supu ya maharagwe. Ujue hiyo kiwango, it is questionable. Now they told me I should wait, so I placed my order. I stayed and waited 45 minutes. 1 hour. 1 hour 30 minutes. Alafu nikaona wakaleta chips ya mtoto. Kwanza wakaleta maji ya kunawa wakaweka hapo. Akaenda. Nikangoja, wakaleta chips wakapea mtoto, nikaambia mtoto, "Kula baba." Wanda akaanza kula chips. Then after like 15 minutes, wakaleta ugali. I wanted roasted meat. Sema nyama iliyochoma. Then I saw this lady ameweka nyama na ugali kwa meza mahali na anazunguka akienda huku na huku. So when she came and asked her, nimeona ulika chakula pale. It has taken you like 10 minutes ukizunguka hivi na hivi. Why? Akaniambia, I really apologize. It is not my fault. Ni my manager alinipatia instructions ya kwamba niweke chakula pale, niende ni serve our director kwanza, ndipo nije nishughulikie wateja. Nikamwambia, now listen to me. Pesa ni yangu najua. Do what? Listen to me. We are the people that make this facility to exist. Director akule wapi? Kwake. Akija hapa kuja kama customer. They go and tell your manager, I'm really sorry, I apologize. Now this lady is taking the blame. Your manager amejiwekea so that she apologizes on the behalf of the manager and the management at large. What's she doing? She's trying to keep the good image of the organization. Kuna watu mnafanyia watu kazi hapa, lakini why you talk too much against your boss. Talk too much against your job. You don't build it, you don't develop it. Hata customer wanatoroka kwa sababu wewe ndio una-expose shida za kampuni yenu. I pray for someone, you are changing in the name of Jesus. Amen. Be faithful even when you're working for the unjust boss. Kuna wadozi wengine tu ama some employers, they are just wicked and evil. They are not good. But as long as you are there and you're working for him or for her, kuwa tu mwaminifu, vumilia. Kama hutaki hiyo kazi, tafuta yako. Hello? Kuna mtu ananipata? Nimesema? Jengo yako. Lakini kama hauna kazi na umetulia pale,
be loyal and faithful to that your boss and work faithfully, ukihakikisha kwamba kazi yako inabakia iko nzuri. There was a story in the Bible of Jacob and Laban. Jacob worked for his uncle Laban, akiwa na makusudi ya kumpata Rahel, sivyo? Follow me closely. Lakini baada ya muda waliokubaliana, akapewa nani? Akapewa Lea. There are bosses ambao wako na hiyo tabia. Mnaelewana, Edmund ni 10,000. Ngakuwa sana hapo na alama hajafanya kazi vizuri. Jacob did not run away. He continued to serve faithfully. Now, you look at the Bible. The day Jacob said, I want to live, Laban said, no. I will give you anything you want. I'll do what? Kwa sababu kazi ya Yakobo ilikuwa nzuri sana mpaka Laban aliona huyo akienda, siwezi pata mtu mwingine atakayefanya kazi yangu vizuri kama Jacob. Na akasema, Yakobo, huwezi enda, iwapo utaenda mimi sitaweza. Basi sema chochote utakacho nitakupatia. This simply means the revelation about the scripture is when you serve well, you can evaluate your work. You can determine what to receive. So any value that you tag on your services, you will receive. That's what Jacob did. He served faithfully. I remember one day I was working in a bakery as a salesperson and a driver. Nimetoka mbali. Yesu ni Bwana. Then I told my boss, I want to leave this job. Akaniambia, Timothy, huwezi enda. Nikamwambia, ni lazima niende. Kwa sababu kazi hiyo ningoja mbele ni kubwa kuliko ya hapa. And good enough, he was a born again Christian. Akaniuliza, unaenda wapi? Nikamwambia, naenda kuhubiri injili. Akaniambia, kama ni injili, enda. Lakini tafadhali, nikikuhitaji, njoo. He used to call me, please, nataka unisaidie. I was the best driver and the best salesperson ambaye angalienda Hispania na arudi in 24 hours. Nimeenda, nimeuza, nimerudi na pesa na check. And I used to carry over 300,000 cash kwa mfuko. Obewe. Obewe. Okote si njoo yade mtu kwa mtu. For sure, my colleagues walibia huyo mzee pesa nyingi sana. I had a salesperson with me ambaye alitoroka na 150,000. Mimi nimembeba, tunatoka Homa Bay tunakuja, atinishukishe hapa. Unaenda wapi? Atiwe nishukishe hapa. Karibu nifike nyumbani. Nikasema sawa. Nikamshukisha. Kushuka na mungoja hakuja. Ananipigia niambia, wewe enda tu tutakutania kwa bakery. I came. I reported what happened. So mwenye kazi kutafuta nasikia kijana yuko Mombasa. 150,000. Now let me surprise you. When he came back, he had nothing. He had nothing. Mimi nilikuwa niko mtaa. Bado Mungu ananibariki kidogo inajaza. Na uaminifu wangu na kidogo bado niko na sijifichi town hii. Natembea free. Yeye akiingia hii town lazima achunguze mzee anatokea wapi. Ama familia ya mzee. Anaweza kuwa alituma mtu anishike. So serve faithfully and God is going to bless you in the work of your hands. Bwana Yesu asifiwe. If you're working for someone, that is his wealth creation system. The way you treat that wealth creation system of your boss determines how yours will be created. If you frustrate it and destroy it, hata yako mbegu uliyopanda kule itakuja kumea na kwako. Ibia watu ile siku utaanzisha yako watakuibia. Proverbs 13:22. Proverbs 13:22. A good person leaves an inheritance for their children's children, but a sinner's wealth is stored up for the righteous. Sasa hapa ndio kuna shida mingi sana na Wakristo. Kuna shida mingi sana na Wakristo. Maandiko yanasema ya kwamba mtu mzuri huachia wajukuu wake, yani huachia watoto wake urithi. Lakini mali ya mtu muovu huliwa na watu walio wanyoofu, si ndivyo? The righteous, wenye haki.
So some Christians do sit down and wait for the wealth of the wicked. Wamengoja Mungu awalete utajiri wa watu ambao ni waovu. You will not see that. You will not see that. Because the scripture is not talking about what people have worked hard for just to come to you easily and you enjoy it. There is no way you will sit down and just enjoy life freely without working. Even when God created Adam and Eve, He positioned Adam in the Garden of Eden and said, this is your place of provision. Guard this place. Till the land. Do what? Do what? Na ulishe bibi yako kutoka wapi? Watoto wako kutoka wapi? So Mungu alimpatia kazi ya kufanya. Else Mungu angesema to Adam, you are created in my own image. So you will live like I live. So Adam angekaa bila shamba na bila mahali pa kufanya kazi. But God wants us to work so that we should not blame Him. Glory be to God. Amen. So don't sit down and wait for a wealth transfer event from the wicked. Ikukujia ati nimekaa tu hivi naamini Mungu ataleta tu mtu siku moja kutoka huko Amerika ambaye ni tajiri na Mungu amlete tu na alete mali yake yote na niwache. Utangoja. You leave your children poor and the children of your children. When you utakuwa sasa the wicked man who doesn't leave inheritance for his children and his grandchildren. But I pray for someone in this service. Wealth is answering to you. Amen. Wealth is responding to you. Amen. In the mighty name of Jesus Christ. Amen. So the ability for God to bless you is connected to what you do. Mungu anaweza kukubariki. Lakini uwezo wake wa kukubariki umeshikanishwa na kile ambacho wewe unafanya. That's why He told Adam, go and be fruitful. That is Genesis 1:26-7-8. He said, go and be fruitful. And after being fruitful, multiply. And after multiplying, do what? Fill. That is subdue the earth. Or maybe fill the earth. So before multiplication, there is fruitfulness. Uliza jirani yako, hii mikono yako inazalisha nini? Wale amseme sema. Uliza jirani yako, hii mikono yako inazalisha nini? Kuna watu mikono yao inazalisha njaa. Mbeo. Engeyo na muruya alisaidia muruya mwenzake. Engeyo njala yomwe. Problems. Bali Oriana, unamayokera? Very prophetic. Very prophetic. Muruya hawezi kosa unabii. Baba angeba na amayokera. You prophesy. Mwame yino muri kwa kazi lakini orayo anyima ombi musikuka halise. Very prophetic. Am I talking to someone? So make sure that you are fruitful in your hands. Kuna kitu unafanya na mikono yako ikalete faida katika maisha yako. I see someone improving and developing in the mighty name of Jesus. Amen. Whether it is an employment or maybe you're employed or self-employment or you have a business or whatever you are doing, make sure that your hands have something to do. Tabia kukuwa msafi mikono kutoka Sunday mpaka Sunday. Geukia jirani yako mwambie wacha leo. Wacha leo. Wacha. Ni unasema yana muraibu kuba ulise kwamba ndi mbovu. Hata nenyi nyongene saba yangata. You are here. Baba nibariki na mali. Baba nibariki na mali. Liki lile mali. Lile kuinda mali. Liki. An ink. It can bring you wealth. Ask those of us who have lived in that environment. Who have gone through that environment. Kuna mama wangapi hapa unaishi kwako? Inua mkono juu. Na mimi sio mwenye uwezo wa kuprotect. Inua mkono juu. Kama unaishi kwako ishi kwa plot. Ndio waanza kukenda ngaza moja kwa moja. Nenole uone hano na chingo hota. Wetu haya nende sini. Then I will come to check at the end of the year. Wapa no hasa asiaungo basiretu haya ya senende sini. I will auction you. Because I do not want to see where we no hasibui
we masanjo sabo mumoni ngochaka kugenda saba chirani kenda wa mamu yangu muno chomu we masabi tina acha ni wajia watu wanaweza nipiga mawe. Make sure that you have something ambayo inaleta mazao na matunda katika maisha yako. Kwa sababu kutoka kwa kitu ndogo kama kakuku kamoja. I went to one Catholic rescue center. Ile iko Muhuma. I was with Pastor Edward. We went there to see the management. There is something we wanted from them. So I went with Pastor. Na tukiwa pale kwa afisi tumeketi. Dada mwenye ana manage hiyo afisi, those of you who come from that side mnajua, it is behind Muhuma Primary School on your way to Watiekere. Then tukaambiwa ya kwamba sisi hapa kwa hii rescue center tuliletewa kuku mmoja na mzazi. Tuliokota mtoto town, tukamleta hapa tukamlea, alafu tukamrudisha nyumbani kwao, na mama ya mtoto akasema, mwana iko saamini ye. Hamwezi enda bure. Akatupatia kuku. Wakakuja naye kwa rescue center. Wakafuga kuku 6. Alafu jogo ya jirani kama kawaida ikakuja kumultiply. As we were in that school, in that rescue center, Pastor is my witness. Kuku wale wako kwa hiyo compound. Wakikuonyesha una regret. Kwa nini ulienda huko? Kuku ni wengi kutoka kwa kuku mmoja. Saizi wako na jogoo wengi wanasema we sometimes decide tunawachinjia kuku maybe once in a week. Hicho basi nje once in a week over 30 children. Paro litu haenezeni. There are too many. And this is something that comes from one hand. Imeleta hii faida yote. I want you to go and learn how to multiply. Hapana kuendaga kwa mtu, vahuengo honga wala sema usinja. Sinja ulisema sio kwa munjuta. Kunyoe. Watu wazee wa kitambo, they had a very nice system. This is what they used to say. Engo hoyo mwana sewerata. So mtoto anaenda mahali anashikiwa kanywenyi. Echi analeta nyumbani. Akifika nyumbani, wezi chinja. Do you know why? They want you to multiply. That was the secret. They want you to develop, multiply, increase, and have many more. Now, this current generation, they slaughter and eat. Ndio maana tunahangaika bure. Oliwo lakini wezi. Bali kama sidoko hanje abake nyuni maratieti. Kabena kutoka mungaki. Na mwesi isi hamone usianje cha haro chaho harakasyo. I want you to begin to multiply and increase, because that is the only way we as an assembly can take authority and even speak as a church. If we have nothing, we won't speak. That's the truth. Remember what I said the other time? Ukiingia mahali watu wanaongea na uko na slippers na t-shirt imeandikwa ODM. Na longo umekunja. Na slippers yenyewe umetoboka kisikino. Wakati wanauliza nani yako na idea, ngosoza muone bakubiraho. Bali kuna mwingine. Olumundu wesuti asitule nyuma bali ndugu. Okay. Walikenya halo point before uinue mkono wanasema mawaida imetosha. Wacha tutumie tu hiyo. Not because you don't have an idea, you have the best idea. But ideas are rated by who is presenting the idea. How do you present the idea? How do you look? Hata injili wakati nenda kuipresent tu. There are places you appear and the gospel can't be accepted. Hello? Do you think unaweza ingia kwa hii kanisa na kinyasa na slippers useme ni mhubiri kutoa microphone hata kusalimia tu salimia? I cannot. You can't present the gospel like that. Hiyo haiwezekani. Uacha honori no mi hiyo. That is how we look at things. Na si tuko kimwili, tuko nini? Tuko
tuko kiroho, hatuko kimwili. So this is how things are taken. Hata ndiposa wewe ukaweze kuhubiri injili na usongeshe injili to the next generation, you must present it well. Kwani kwa Mungu ndio wanaenda na vinyasa, alafu kwa matanga wanaenda na suti. Hello? Make sure that you do something. Glory be to God. I want you to put your right hand on your forehead and pray with me. Father, show me what to do. Go ahead and pray for yourself. New ideas. In the name of Jesus. New ideas. Show me what to do. I will not remain this way. But Father, you are teaching me the new way to go. Releasing new ideas. Can I see somebody praying this morning? Pray to God, tell him, Lord, nipe ideas, nipe mawazo. And as you pray there are ideas God is releasing over someone. Kuna mipango na mawazo na vitu vipi ambavyo Mungu anawachilia katika maisha ya mtu asubuhi. As you pray, you can see them clearly coming. You can see them clearly. Those are the ideas you are supposed to implement even after here. That you will carry them out. You will walk through them. And God will give you prosperity through the ideas that He has given unto you. God shall raise you and promote you and catapult you to a new level, to a higher level, and make you a better individual. In the mighty name of Jesus Christ, lift up your voice more and more and pray. Rise up on your feet, somebody, and go ahead and pray. Lord, give me new ideas. Locate something for me that I shall do, that upon which you shall release my blessing and my prosperity and my success in the mighty name of Jesus Christ. I want to see somebody making that prayer. Rise up on your feet and lift up your voice and pray. Lift up your voice and pray. Lord, give me new ideas. Lord, get me something to do. Lord, get me something new to do. New ideas in the name of Jesus.